Msitu Amazon hauui kwa kelele, hauui kwa sauti, hautoi onyo. Unakaa kimya ukikungoja, na kisha kitu kidogo kuliko kidole chako kinaweza kubadilisha mwili wako kuwa maumivu. Watu wengi wanaposikia Amazon wanafikiria nyoka wakubwa, jagwa, mamba, lakini ukweli wa kutisha ni huu: wauaji wa ukweli wa Amazon hawana ukubwa. Ni wadudu, viumbe wadogo, lakini vilivyobeba silaha ambazo asili imezijenga kwa mamilioni ya miaka. Na cha kushangaza zaidi, baadhi yao wanafanana kabisa na wadudu tunaowaona huku nyumbani: chungu, nyoki, nzi, mbu. Lakini huko Amazon wanabadilika, wanakuwa tofauti, wanakuwa wakali zaidi, wanakuwa werevu zaidi. Na swali kubwa linaanza hapa: ni mazingira gani yanaweza kumbadilisha mdudu wa kawaida kuwa mashine ya mateso? Na kama mazingira yanaweza kumbadilisha mdudu, basi yanaweza kumbadilisha binadamu pia. Leo tunashuka ndani ya moyo wa Amazon, mahali ambapo kila hatua inaweza kuwa ya mwisho, na humo tunakwenda kukutana na wadudu 10 wa kutisha zaidi duniani. Na namba 1 inaweza kuwa mbaya kuliko ndoto zako zaidi. Mdudu wa kwanza, huyu ni mbu. Afrika tuna mbu ambao wanakera, wanauma, unapata malaria, unakunywa dawa na maisha yanaendelea. Lakini Amazoni, mbu hachezi mchezo wa kitoto. Katika unyevunyevu wa 100%, mbu wa Amazon hubeba mfumo wa magonjwa zaidi ya 5 kwa wakati mmoja, kutoka homa ya manjano hadi virus ambayo sayansi bado haijaitambua vyema. Tofauti sio mwili, bali ni biological payload, mzigo wa vimelea unaobeba Amazon. Mbu ni sniper anayeshambulia kwa sumu ya mazingira. Mdudu namba 2, Afrika tuna chungu weusi, siafu ambao wanauma na kuwasha. Lakini Amazon kuna bullet ant. Maumivu ya huyu mdudu yamepewa daraja la kwanza duniani. Ukiumwa unahisi kama umepigwa na risasi ya moto. Sumu yake polystyrene inashambulia mfumo wa neva na kukufanya utetemeke kwa masaa 24. Huku kwetu tunakimbilia siafu, tunawakimbia siafu. Lakini kule Amazon makabila ya asili kama Satele Mawe wanatumia chungu hawa kama mtihani wa kumpima mwanaume kama nilijali au sio lijali. Yani ulijali niliomaanisha, ukiachana na ule ulijali unaofahamu wewe, kuna ulijali wa kukupima kama je, wewe ni mkomavu au sio mkomavu. Kitu wanachokifanya, wanakuvua nguo zote, alafu wanawachukua siafu, wanakumwagia mwili mzima. Kwa hiyo usipolia hapo, unaonekana kama wewe ni mwanaume mvumilivu zaidi. Nadhani ulikimbilia kwenye ulijali ule tunaojuaga mara nyingi. Wanatumia chungu hawa kama mtihani wa wanaume, lakini lazima uvae glove iliyovaa bullet ant kwa dakika 10 bila kulia. Inabidi uwachukue hawa nyigu
wavae ndani ya dakika 10. Sharti inabidi usilie. Mdudu namba 3, nyigu wa vita. Nyigu wa Afrika hushambulia hasa ukimchokoza au ukikishika kiota chao, lakini nyigu wa Amazon, warrior wasps, wana military strategy, wanahisi tishio, hawaruki ovyo, wanapiga mbawa zao kwa pamoja kutengeneza sauti ya kutisha kama askari wanaopiga kwata, kisha wanashambulia kwa makundi. Tactical striker, wakimlenga adui kama amekimbia umbali wa mita 100, hawakati tamaa mpaka waje wakung'ate na udondoke. Namba 4, mchwa. Mchwa wa kwetu Tanzania, Afrika huonekana kwa kichuguu chao, lakini mchwa wa Amazon ni silent assassin. Wanajua siri ya kula mti kutokea ndani kwenda nje. Unaweza kuona mtu umesimama imara, lakini kwa ndani ni tupo kama karatasi. Hii ni mbinu ya kitalanta ya kulinda koloni lao lisishambuliwe na ndege, huku wakimaliza msitu mzima. Namba 5, mbugua wa maji. The camouflage masters, wadudu wa majini water bugs wa Afrika mara nyingi hupiga kelele na kuonekana, lakini wa Amazon wanaitwa giant water bugs, wanajulikana kama toe bita au bata. Wanajigeuza kufanana na jani lililokufa, wanakaa kimya kabisa chini ya maji, na pindi kiumbe hata samaki au chura wanapopita wanamshambulia kwa kasi ya ajabu na kumdunga vimeng'enya vinavyoyeyusha nyama ya adui akiwa hai. Siri namba 6, the Africanized swarm. Hapa kuna mkanganyiko wa kitalanta. Nyuki wa Amazon ni matokeo ya nyuki wa Afrika waliochanganywa na wa Ulaya na kutoroka mapala ya Brazili. Matokeo yake, kiumbe mwenye hasira za Afrika na uvumilivu wa Amazon wanashambulia kwa maelfu. Wanaweza kumfukuza mtu kwa kilomita kadhaa. Hapa Afrika nyuki ni rafiki wa asali. Amazoni nyuki ni biological weapon au weapon. Nyoka mdogo, the ball danger. Tunawajua nyoka wadogo wa kijani huku kwetu, lakini kule Amazoni kuna wadudu na nyoka kama Blospis blinachers wanaoishi juu ya mti tu. Tofauti yao ni ambush tactic. Hawashuki chini, wanakaa kwenye usawa wa uso wa binadamu, kisha ukipita hawakukimbilii, wanakugonga usoni au shingoni. Hii ni vertical warfare, vita ya juu kwa juu. Siri namba 8 au mdudu wa 8. Hii ndiyo sehemu ya kutisha zaidi. Afrika tuna wadudu wanaopenda viumbe wafu, lakini Amazoni kuna botfly. Huyu mdudu hahitaji ufe ili akule. Anaweka mayai yake kwenye mbu, na mbu anapokuuma
mayai hayo yanaingia chini ya ngozi yako. Funza wanaanza kukua ndani ya nyama yako ukiwa hai, wakipumua kupitia tundu dogo kwenye ngozi yako, yaani kwenye vimelea. Ni biological hollow inayokuonyesha jinsi asili ilivyo na ukatili usio na mipaka. Na mdudu wa 9, jeshi lisio na huruma, army ant. Siafu wa Afrika wanatembea kwa msafara, lakini army ants wa Amazon wanatembea kama zulia la kifo. Wanakuwa mamilioni, hawana viota vya kudumu. Miili yao wenyewe ndiyo inatengeneza kiota, yani baviokas. Wanapopita hakuna kiumbe anayesalia, iwe nyoka, ndege au mnyama aliyelala. Wanakunja msitu mzima na kuufanya uwe wao. Hawa ndio wadudu ambao wanaogopesha zaidi. Siafu wa Amazon ni wadudu hatari zaidi kuliko wadudu wote. Mdudu namba 10. Hapa ndipo tunafunga golf wa wadudu. Kuna mdudu anaitwa Titan Battle. Kwa Amazon ni mdudu mkubwa zaidi dunia inaweza. Huyu ni mdudu mkubwa zaidi duniani, anaweza kufika inchi 6.6, lakini siri yake sio kubwa, ni bite force. Taya zake zina uwezo wa kukata penseli ya ambao katikati au kupasua ngozi ya binadamu kwa urahisi zaidi. Lakini cha kushangaza, akiwa lava, yani akiwa mtoto, hakuna mwanasayansi aliyewahi kumwona anaishi ndani ya miti iliyooza kwa miaka mingi, akijenga kitalanta kabla ya kutoka duniani. Kwa miaka michache tu kutafuta mwenza na kufa. Ni kiumbe anayetufundisha kuwa nguvu kubwa inahitaji maandalizi asili. Kama wadudu hawa wanaweza kubadilika na kuwa viumbe wa ajabu kulingana na shinikizo la msitu wa Amazon, vipi kuhusu binadamu? Saikolojia inatuambia kuwa binadamu pia ni zao la mazingira yake. Hofu, ushindani wa uhai na shinikizo la maisha vinaweza kumfanya mtu mpole kuwa kiumbe wa hatari zaidi duniani. Amazoni siyo msitu tu, ni kioo kinachoonyesha nini kinatoka pale, yani survivor inapokuwa ndiyo sheria. Mwisho, Amazoni haikutuonyesha tu wadudu wa kutisha, imetuonyesha ukweli mmoja mchungu. Hakuna kiumbe anayeishi peke yake. Sisi sote ni matokeo ya mazingira yanayotuzunguka. Na swali linabaki kwako mtazamaji wa Hi-Ti Hybrid. Kama mazingira ya Amazon yanaweza kuumba Bullet Ant au Bullet Titan Battle, je, mazingira ya dunia ya kisasa yenye msongo wa mawazo na ushindani wa pesa yanatufanya sisi kuwa viumbe wa aina gani? Niandikie kwenye maoni yako hapo chini. Mimi ni Hi-Ti Hybrid. Stay Hi-Ti, stay cautious. Bye bye.